Baduke Stats, Sport Next Level. Kama kulikuwa na vipengele kuhusiana na mechi ya mzunguko wa pili ya dabi ya Kariakoo, Yanga dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, basi bila shaka wananchi Yanga walichokifanya leo hii katika mechi ya nusu finali ya kombe la shirikisho dhidi ya JKT Tanzania ni kwamba wanaitaka dabi hii nyingine kwa udi na uvumba. Ni kwa sababu gani? Walionyesha kiwango cha juu katika muda wote wa mchezo kwenye mechi ambayo ilichezwa kwenye uwanja wa Mkwakwani pale jijini Tanga, na mwisho wa siku Yanga kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya JKT Tanzania. Ni mechi ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu sana, kwa sababu mshindi ndiye atakayekwenda fainali kucheza kwa msimu huu wa 2024-2025 ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB, ambapo Yanga ni mabingwa watetezi wa michuano hiyo. Katika misimu mitatu iliyopita Yanga walilitoa taji hilo back to back, na sasa kwenye mechi hii dhidi ya JKT ilitarajiwa kwamba haitakuwa mchezo mwepesi hata kidogo, huku ikionekana nini Yanga watakifanya katika mechi dhidi ya JKT. Endapo wangepoteza mchezo huu, maana yake JKT ndio wangekwenda fainali, na hivyo kufuta uwezekano wa kuwapo kwa dabi nyingine isiyokuwa na kipengele, maana yenyewe hii ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB sio ya ligi kuu Tanzania bara. Ikumbukwe mechi nyingine ya nusu finali ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB inayotarajiwa kuchezwa mwishoni mwa mwezi huu inawahusisha watani wa jadi wa Yanga, Simba dhidi ya Singida Black Stars. Kwa sababu hiyo, kitendo cha Yanga kutinga fainali leo hii, maana yake wametangulia katika fainali kumsubiri mnyama, endapo tu mnyama na yeye atapata matokeo chanya katika mechi inayotarajiwa pia kuwa ngumu dhidi ya Singida Black Stars. Endapo Simba atashinda, maana yake ni kwamba fainali ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB itashuhudia dabi nyingine, dabi kati ya Yanga dhidi ya Simba, ambapo maana yake ni kwamba kutakuwa na fursa nyingine kwa Watanzania, kwa wapenzi wa mpira wa miguu, kushuhudia mechi kali, mechi ya kukata na shoka kati ya kocha Hamdi Melud na Yanga yake dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba wanaoongozwa na kocha Fadu Davids. Katika mechi ya leo Yanga walionyesha dhamira ya wazi ya kutaka mchezo huu kushinda imma fa imma kuanzia dakika ya kwanza ya mchezo mpaka mwisho, na ushahidi juu ya hilo linatokana na kile ambacho walikionyesha katika kipindi cha kwanza, lakini pia katika kipindi cha pili. Mabao yaliyofungwa katika dakika ya 41 na Prince Mpumelelo Dube na lingine lililowekwa wavuni katika dakika 88 na Mudathir Yahya Abbas ndiyo ambayo mwisho wa siku yahitimisha kiwango kizuri cha Yanga katika mchezo wa leo, na hatimaye kupata ushindi waliostahili wa mabao 2-0 hadi mapumziko. Kwa mfano, ushahidi juu ya namna ambavyo Yanga ilikuwa imepania mchezo wa leo na kuonyesha kiwango kizuri ni kwamba ilikuwa katika umiliki wa mpira ikimiliki kwa 64% kulinganisha na 36% za JKT. Lakini pia katika mashuti Yanga ilikuwa imepiga mashuti 8. Yes, 8 kati ya hayo 5 yamelenga lango, ilhali JKT wao wakiwa wamepiga mashuti 2 tu, huku hakuna lolote lilolenga lango mpaka kufikia mapumziko. Ni kipindi ambacho Yanga wanamaliza dakika 45 za kipindi cha kwanza wakiwa wanaongoza kwa bao 1-0 lililofungwa na Prince Dube katika dakika ya 41, akitumia vyema makosa yaliyofanywa na beki Karimu Mfaume aliyekuwa akijaribu kuosha mpira katika eneo lao la 18, lakini Prince Dube akaufikia na kupiga shuti moja lilokwenda moja kwa moja wavuni kuandikia Yanga bao la utangulizi. Lakini hiyo haitoshi. Katika kipindi cha pili Yanga aliendeleza umiliki zaidi wa mpira, ambapo mwisho wa siku umiliki wa mpira kwa ujumla wake kwa mechi nzima Yanga walimiliki kwa 57% kulinganisha na 43% za JKT Tanzania. Lakini mashuti kipindi cha pili Yanga waliongeza mashuti mengine 8, 5 yakilenga shabaha kwa mara nyingine, huku JKT Tanzania katika kipindi cha pili wao wakiwa wamepiga mashuti 4, hakuna shuti lilolenga shabaha, na mwisho wa siku mashuti kwa ujumla kwa kuchanganya yale yaliyopigwa kipindi cha kwanza na kipindi cha pili, Yanga akawa wamepiga mashuti 16, kati ya hayo mashuti 10 yamelenga shabaha, ilhali JKT Tanzania wakipiga mashuti 6, hakuna hata moja lilolenga shabaha. Mwisho wa siku Yanga wakapata ushindi huo waliostahili wa mabao 2-0. Na sasa Yanga wanajiweka katika mazingira mazuri ya kutaka kulitoa tena taji hili la kombe la shirikisho la benki ya CRDB, ambalo wao ndio mabingwa watetezi kama nilivyoeleza awali kwa kulitoa mara 3 mfululizo.
Nini kiliwabeba Yanga leo hii hata wakapata ushindi wa mabao 2-0? Hakika haikuwa mechi nyepesi, na ndicho kilichoonekana uwanjani, kwa sababu JKT Tanzania chini ya kocha Ahmad Ali walichoamua ni kuwa timu ya pili, wakiacha Yanga kimiliki zaidi mpira, lakini wakijaribu kuziba mianya ya wao kumfikia kipa wao Yakub Suleiman. Ni katika kipindi ambacho kwenye kipindi cha kwanza na hata kipindi cha pili Yakub Suleiman alionyesha kiwango bora, akicheza michomo mingi ya hatari, hususan kutoka kwa Stefan Aziz Ki. Lakini mwisho wa siku Yanga kitendo chao cha kuwa muda wote wanacheza kwa ari ya juu, wakipingania mipira 50 kwa 50 muda wote, na kisha wakishambulia kwa idadi kubwa, hatimaye ikawalipa kwa ushindi huu. Lakini vile vile Yanga pengine wangeweza kupata matokeo ya ushindi mnono zaidi kama Maxim Pia Nzengeli nafasi kadhaa alizozipata za kufunga kushindwa kuzitumia, ingawa alionyesha kiwango bora sana na kuwa mchezaji bora wa mchezo. Lakini mwingine Stefan Aziz Ki alipoteza nafasi kadhaa za wazi, akiwa nyingine ameshapiga chenga golikipa, ikiwa ni mmoja wapo ya tukio ambalo Yanga walikuwa wapate bao lingine. Lakini vile vile kuna baadhi ya matukio yakiwamo ya mwamuzi msaidizi Kasim aliwafanya JKT Tanzania pengine wasipate fursa ya kujifariji katika tukio mojawapo ambalo aliashiria offside, wakati marejeo ya picha za video yakionyesha kana kwamba hakukuwa na tukio la offside katika shambulizi ambalo pengine lingeweza kuwafanya wamfikie golikipa Djigui Diarra na kuamulia chochote. Mwisho wa siku Yanga wakapata ushindi huu wa mabao 2-0 katika uwanja wa Mkwakwani ambao umefanywa ukarabati na kuwa katika hali nzuri, lakini mvua ilionyesha changamoto nyingine kwa management ya uwanja Mkwakwani juu ya namna ya kufanya uendelee kuwa na ubora wake hata pale mvua inaponyesha, kwa sababu katika baadhi ya maeneo ya uwanja wachezaji walionekana kustruggle, kuhangaika kutokana na kuwapo kwa viashiria vya vidimbu ama maji ambayo alifanya wakati mwingine burudani ile ambayo pengine ingekuwapo kama kungekuwa kukavu ingekuwa nzuri zaidi. Mwisho wa siku waliocheza vizuri zaidi ni Yanga na ndio waliostahili ushindi katika mechi hii, ambayo ni wao ndio waliofika zaidi kama takwimu zinavyoonyesha kwenye upigaji mashuti, na hatimaye wakapata ushindi huo wa mabao 2-0. Sasa iliyobaki ni kusubiri, je, dabi hii itafanyika? Kwa sababu Yanga wameshatangulia fainali, anayesubiriwa ni mnyama katika mechi hiyo dhidi ya Singida Black Stars, ili mwisho wa siku apatikane yule wa kucheza fainali na Yanga. JKT Tanzania wao walitarajiwa tangu mwanzo wataonyesha ushindani mkali, kwa sababu kufikia mchezo wa leo walikuwa wamecheza mechi 4, wameshinda zote, wamefunga mabao 13, wameruhusu mabao 3 tu, wakiwa na safu kali ya ufungaji ikiongozwa na mshambuliaji aliyekuwa akiongoza kwa mabao Mudi Beka mwenye mabao 5, lakini pia kwenye eneo la ulinzi akina Edison Katanga, Wilson Nangu, golikipa Yakub Suleiman walifanya JKT Tanzania iwe imara katika kuhakikisha hawaruhusu mabao mengi, na ndio maana waliruhusu mabao 3 tu wakifunga 13, tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu yakiwa mabao 10. Lakini Yanga waliingia katika mchezo wa leo wa nusu finali wakiwa pia na rekodi nzuri kwenye michuano hii katika msimu huu, mechi 4 wakishinda zote, wakifunga mabao 18, wakiruhusu mabao 2 tu, tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu ikiwa ni mabao 16, huku Stefan Aziz Ki akiwa ndiye mfungaji kinara ndani ya Yanga kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho msimu huu, kabla ya mechi ya leo akiwa tayari amefunga mabao 4. Mwisho wa siku mechi kali, mechi ya kuvutia kwenye uwanja wa Mkwakwani jijini Tanga, kwenye timu ambazo zilikuwa na approach kuiendea mechi kwa mtindo tofauti. Ahmad Ali akibaki nyuma zaidi akishambulia kwa kushtukiza, Yanga wakimiliki mpira zaidi, wakijaribu kupasiana licha ya kwamba uwanja ulikuwa na vikwazo kutokana na mvua iliyonyesha. Mtazamaji wa channel hii ya Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats Sport Next Level.